Jina langu naitwa Dr. Goodwill Kivuyo. Mimi ni mkurugenzi wa Arusha Lutheran Medical Center. Kwa ufupi tu, Arusha Lutheran Medical Center ina programs. Na moja ya programu yake ni ya tiba shufaa na faraja, ambayo kwa Kiingereza tunasema Hospice and Palliative Care Program. Kitengo hiki kinahusika na kutoa huduma kwa wale wagonjwa ambao wana magonjwa yasiyotibika na wengine wako katika hali za mwisho za maisha yao. Watu kama hao wengine wana magonjwa ya saratani, magonjwa ya ukimwi na magonjwa mengine. Wagonjwa wanaweza kuwa na maumivu makali lakini wamekata tamaa. Kwa hiyo hichi kitengo kinahusika na kuwasaidia wagonjwa wasiwe na maumivu makali, lakini kwa sababu wamekata tamaa basi waweze kuongezewa tumaini, ili hata kama magonjwa yao hayatibiki na mwisho wao ni umauti, basi wasiwe katika hali ya msongo, wasiwe katika hali ya kupoteza matumaini, wawe katika hali ambayo ni nzuri na wanaweza wakafa kwa amani, wakapumzika kwa amani. Kwa muda wa wiki 2 kitengo chetu kimekuwa na mafunzo, na mafunzo haya kwa kweli niweze kusema kwa Kiingereza ni world class level training. Haya mafunzo yamehusisha wabobezi kutoka nchi ya Marekani ambao ni wahisani, tumefanya nao kazi kwa muda mrefu. Wamebobea katika mambo haya ya tiba shufaa na faraja, Hospice and Palliative Care. Tumeshirikiana na wenzetu wanaotoka pia wanaitwa Global Health Ministries. Kwa hiyo tumekuwa na washiriki wakifundishwa pamoja na wengine wakitoka humu ndani. Makundi ya watu ambao tumeweza kufanya nao kazi au kufundishwa ni wataaluma wa afya, wakiwepo wauguzi, madaktari na madaktari bingwa, wakiwepo wachungaji, wainjilisti, lakini na watu wengine wa mambo ya ustawi wa jamii, social workers. Haya masomo yalikuwa ni kwa nyakati tofauti tofauti, lakini kwa sababu kitengo cha tiba shufaa na faraja kinahitaji wahudumu wenye taaluma mbalimbali, wote walipata elimu hii au training hii, ili kwamba kwa ujumla wao watakapoenda kwenye community, basi huyu mgonjwa atahudumiwa na daktari, atahudumiwa na muuguzi, atahudumiwa na mchungaji, au kama ni watu wengine wenye taaluma za social. Kila mtu kwa nafasi yake na kwa uwezo wake na kwa taaluma yake, kwa weledi huo aweze kuhudumia mgonjwa huyu ambaye tunamuona yupo katika hatua za mwisho za magonjwa yasiyoambukizwa, hasa ya saratani pamoja na HIV. Ukamwona katika hiyo nyanja nilizosema za kimwili, kiroho na kiakili. Unaweza kuta mgonjwa alikuwa anakufa labda miezi 2, lakini kwa sababu ya kutembelewa na watu wa tiba shufaa na faraja, unakuta mtu anamaliza miaka. Kuna wagonjwa wengi ambao wameambiwa miezi 3 utakufa, lakini wakija kwetu tunaongea nao, tunakaa nao na wanakuwa kama rafiki na ndugu, kiasi ambacho wakiondoka kwa kweli hata sisi inatuuma, kwa sababu nao wanakuwa kama part of us. Sasa hiyo kuwaongezea maisha katika maisha yao, tunaongeza kwa kupitia hizo tulizosema, kimwili, kiroho, kiakili. Na hii yote ni kwamba anakuwa na maumivu ya kimwili ambayo ni tumbo, kichwa, tunatibu. Akiwa na maumivu ya kijamii, tunatibu kwa kutafuta labda wafadhili kuwasaidia wale wagonjwa. Labda ni pamoja ni watoto wake hawaendi shule, tunatafuta watu wamsaidie yule mtu aende shule. Labda hana chakula, labda yule ambaye anaugua ni ndio aliyokuwa anasaidia familia. Kwa hivyo tunaongea na kijiji, wana kijiji, wengine tunaenda mpaka serikali za mitaa, mpaka kwa wale wengine wasaidie, wapatie chakula. Kwa hivyo tukienda hatuendi mikono mitupu. Kama hatutakuwa na dawa, tutakuwa na mahindi, tutakuwa na maharage, tunafuata mpaka jumbani. Kwa maana hiyo na hao wachungaji ambao tulionao wanatangaza kwenye kanisa huko, jamani sisi tuna huduma hii, na kama kuna mtu yote ana kitu chaweza kusaidia. Kuna waumini wengi tu wanasaidia, wanaleta mahindi, wanaleta nguo, wanaleta vitu. Of all, thank God for this opportunity to be with you. God has gone before us, has come with us, and has provided this opportunity. And we are so grateful. We are grateful to Global Health Ministries for the grant which allowed this to happen.
They have been generous in providing for that and providing for the team to be able to come, and we are very grateful for that. I am also grateful for our fellow team members and for Jim and Mel, who were also part of this team prior to this week. These team members are just the best that we have. And I think this team has come together so well. They are such professionals. They have given so much of themselves and have learned a lot in putting this together and have really taken their time. We have had the opportunity to walk alongside you and to take what we know from the U.S. and to learn from you, to try to come with something that you, that the team from Selyan had said, we think that this would be, we know this would be helpful for us, we think it would be helpful for others. So I want to thank this team for all the effort that they put into putting this together. Because without all of these team members, it would not have been possible. And then I want to thank all of you for your warm welcome. The team members from Selyan especially have been so warm and so welcoming to us. Dr. Goodwill, who welcomed us from the moment that we landed and helped us through some difficult things at the airport, and the team members who stayed up very late and met us on the first night that we arrived, and have just walked with us every step of the way that we have been here. The palliative care team at Selyan Hospital, who allowed us to go on calls with them as well. All of that has really contributed to our learning and our small understanding of your culture, which has helped to contribute to the training as well. And we are so, so very grateful to you for that. So thank you. Thank you very, very much. And also, thank you for your grace and your kindness in any missteps and cultural differences that we may have had and could have done better. So this has been a wonderful opportunity, and we appreciate the opportunity to walk alongside you and to do this in accompaniment with you. And I hope that when you go back to your jobs, that you will remember that you are important, that you are making a tremendous difference every single day, that you matter, and that the jobs that you do are just unmatched. And when we go home, we are going to take this message back with us to the States. And we are going to try to multiply that message back with the people that we know, and we are going to try to carry that forward and multiply the work that you do when we go back. So thank you very, very much. For the tremendous hospitality that is in your DNA. I have never met a more hospitable people than the people of Tanzania, and I'm grateful for that. And my heart has grown in this time here, and I have been touched by you and your stories and the work that you do. And so I'm eternally grateful to God for the gifts that I have received and our team has received from you. Asante sana. Thank you.
Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.